ninamjua aliye mwamba, aliye niokoa. Great by yourself, Lord. And we thank you for your love and the mercies, grace, and the peace that be multiplied upon our lives. You are our God. We love you. We worship your name. We exalt you, for there is none like you. With the fresh oil, anoint us, strengthen us, and let your name be glorified. In Jesus' mighty name. Praise be to God. Nataka kuzungumza kitu inaitwa Kingdom Advancement Partnership. Partnership ni nini? Kama una partner na mtu mfanye kitu, kwa Kiswahili hiyo ni nini? Kushirikiana. Kushirikiana. Na kwa advancement ni kufanya nini? Kueneza ama kuendeleza. Bwana apewe sifa. Ni vizuri hili kwamba tusitoke kwa neno lenye unjalishika. Kingdom Advancement Partnership. Kitu ya kwanza, elewa kwamba Mungu ushirikiana na watu kueneza ama kutekeleza shughuli zake duniani. Mungu ushirikiana na watu. Hataki kufanya kazi peke yake. Mungu akitaka kupea mwanamke mtoto, lazima ashirikiane na mwanaume ili huyu mwanamke apate mtoto. Mungu akitaka kupea mtu wokovu, lazima ashirikiane na mhubiri. Ndio Isaya anasema, na watasikia haji injili kama hakuna mtu ametumwa kwao. Lazima ashirikiane na mtu ili wokovu ufikie watu. Na ndio maana tuko duniani. Mungu akitaka kuokoa taifa, lazima ashirikiane na mtu katika maombezi. Na hii maombi ya kifaulu, kuna yule mtu atakuwa positioned na ile maombi ili kwamba implement ile prayer. Praise be to God. Mungu akitaka kubariki maisha ya mtu, lazima ashirikiane na mtu mwenye ako na hizo baraka, na huyo mtu
akubali kuzileta. Vitu mingi tulizofungua rohoni si eti zimefungwa tena, ziko huru, lakini speed ya hizo vitu inakuwa determined by your prayer acceleration. Katika maisha haya vitu zina arrive kwa watu kulingana na ile speed wana move nayo. Katika Biblia maandiko nasema Jezebel akaona vile vumbi imeinuka, watu akasema na huyo anaweza kuwa nani? Akasema huyo ni njeo mwana wa Nisi, ndio uendesha gari kama wazimu. Hata anjamuona naonekani juu ya vumbi, lakini Jezebel akasema that must be Jeo, the son of Nisi. He is the one who drives chariots like a madman, because Jeo alikuwa captain wa jeshi. Kwa hivyo Jezebel alinjua na akanjua huyu mtu akuji kwa sababu ya salamu, is coming for my head. So vitu zita arrive at the time of your speed. Katika maisha there are things you accelerate in prayer and fasting. There are things you accelerate by proclaiming prophetic words over your life. There are things you accelerate by anointing. Kuna vitu haziwezi kumanifest mpaka anointing inguze mtu. Kuna vitu haziwezi kumanifest mpaka pale dhabihu ambayo Mungu ataipokea na ikubali itakapotolewa. God uses men to advance his kingdom agendas. He partners with men, and you should be one of those men God can partner with to accomplish his divine mandate under the sun. You should be one of those persons God can trust in partnership with when it comes to give him the best of results in life. Isaiah chapter 6 verse 6 through 9. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a live coal which he had taken with the tongs from the altar, and he touched my mouth with it and said, kwa nini Mungu anashughulikia mdomo wa nabii hata kama roho imejawa na upako? Because anointing can be assassinated by your mouth. You can be highly graced, greatly blessed in your spirit, but your mouth will assassinate your blessings. So the first thing God does in order to trust you, kuna watu midomo yao imewabetray mbele za Mungu. What you say of God, what you say of the church, what you say of your brother, what you say of your sister, what you say of your friend, and some of the people you hate, they don't hate you. Some of the people you mock, they don't mock you. So what you are doing what you call self-sabotage. Wakati Musa alianza kulalamika nitaongea na Farao namna gani, Mungu akamwambia enda, nitakuwa na mdomo wako, sio tumbo. I'll be with your mouth. Ndio unaona shida kubwa ya watu duniani ni mdomo. Kuna watu wasingekuwa na mdomo leo hii wangekuwa na meno yao yote, hakuna jino ingekuwa imekosekana. Ati aligongwa ngumi, jino ikatoka kwa sababu ya kuongea. Alikatwa mkono kwa sababu ya kuongea. Alipoteza kazi kwa sababu ya kuongea. Na ndio maana Maandiko yanasema chunga ulimi wako. Ulimi uko ndani ya mdomo. Kazi ya ulimi ni kupronounce. So akakuja kamtakaza kinywa chake na kaa lililo hai. That is a word, a living word. The Bible says the word of God is alive. Akamtakasa na ilikuwa imetoka katika madhabahu. So the only word that can cleanse your lips, that can anoint your mouth, it is the word that comes from the altar. Praise be to God. Because what is born of the altar is revelation.
What is born of the altar is knowledge. What is born of the altar is wisdom. What is born of the altar is understanding. What is born of the altar is connection. What is born of the altar is defense. What is born of the altar is life. What is born of the altar, it is lifting. The work of the altar, it is to manufacture that which people are looking for. Daudi akaambia watoto wake, mkiona Absalomu amekimbia na ameshika pembe za madhabahu, mtu asijaribu kumupiga, maana madhabahu inasema haishi, lakini akitoka tu kwa madhabahu, hapo ndio mnaweza kumuua. So ile kaa ilitoka katika madhabahu. Tongs akakuja akatakasika. Verse 7 nasema, behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin is purged. And also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? God is looking for someone to partner with. And who will go for us? Father, Son, and the Holy Spirit. Now he is looking for a man. Remember, it is seraphim. Seraphim are the angels. We can call them like superior angels. Superior angels. Hao ni aina ya malaika ambao hawatoki katika kiti cha enzi. Kuna wengine wanaitangwa cherubims, seraphs. Hao ndio huwa wana guard vitu za Mungu. Na kuna kina angel Michael, kuna Gabriel. So aina ya malaika wanaitwa maserafi. Kuna makerubi, kuna maserafi. Hao kazi yao ndio wanakaa katika kanzo ya Mungu. I want to use someone. Dunia yote ikiwa hivyo ni nani? Wakasema wacha tuende kwa Isaiah. Na maandiko yanasema it is when Uzziah the king died. And you know why? When you read 2 Chronicles chapter 26, you begin to understand the reason why Uzziah had to die. First, he had defiled the altar. Alipoenda kutoa dhabihu na yeye si kuhani. Kwa hivyo Mungu akampiga na ukoma akiwa mfalme. Kwa hivyo wakati huo akanajisi madhabahu. So mbingu asinge flow. Mungu akasema I want to use someone. Wakasettle on Isaiah. Ni nani ataenda kwa ajili yangu? Praise be to God. And he said, then I said, here am I, send me. And he succeeded. Praise be to God. So God uses men to further his kingdom agendas. Number 2, God uses those who he can trust in kingdom and advancement. If you are not trustworthy, God cannot partner with you. The reason why he trusted Moses with deliverance mission is because before time Moses proved to God, I can take care of these people. I can torment their tormentors. I can fight their fighters. Lakini shida ya watu tena ni wapi? Ni mdomo. Akakuja akapata Waisraeli wanabishana. Akaonesa, nyinyi shida yenu ni nini? Mko kwa shida ingine na umeanza kupigana. Akamwambia, wewe wacha. Nani amekufanya kuwa mtawala wetu, kuwa mfalme wetu? Unataka kuniua vile umeua ule Mmisri? Mdomo peke yake. Musa akakimbia. Na anawaambia acheni kupigana, we are brothers. Tunastahili kuona vile tutatoka. Because Musa alijua mimi si Mmisri, mimi ni Mwebrania. Akanjua na mimi nitaanza kupigana na hao watu kichini. Na hiyo ikadelay their deliverance na that years kuongea tu. God uses those who he can trust. Na nilikuambia hivi, God loves all people but God doesn't trust everybody. Mungu anapenda kila mtu, lakini Mungu hawezi kuamini kila mtu. Maana trust inakujanga na testing. You must be tested to be trusted. But love is unconditional. Na trust is a character you portray. Trust is a character. Luke chapter 6 verse 13. And when it was day, he called his disciples to himself
And from them he chose 12, whom he also named apostles. So apostles were disciples before they were chosen from the rest. And the Bible says that he chose 12 amongst them, and he named them apostles before they were disciples. After they proved their trust to him, he promoted them. Because before you are discipled in the church, Jesus cannot trust you for any assignment. Na watu wengi unaona Mungu anainua kanisani, wanaenda kule wanafanikiwa, ni kwa maana wameshajaribiwa kanisani, wameshajaribiwa na wakafaulu. Kwa hivyo kama mchungaji wako anaweza kukuamini, I will trust you in my kingdom. So he chose the 12 amongst them, and he named them apostles, meaning God has chosen his government to represent him, to represent his vision, to implement his policies. All are aware of his manifesto, that since the day we were called, this is what we have been loaded with, and the mindset of the kingdom we have absorbed. So now we can be sent for as an ambassador. And what God is doing with us, I will come to tell you one day. Some of the national figures in this land shall be produced by this ministry. Amen. Not it somewhere, shall be produced by this ministry. Some of the highly recognized, he has to trust you in order to move you from being a member to disciples. Listen, ukikuja kwa Yesu unakujanga kama a follower. Kitu ya kwanza, unafika mahali unashawishika, naweza kuamini huyu mtu, unakuwa a member wa hiyo kikosi, unaenda na kweli kitu ni kama ya ukweli, unakuwa disciple. Watu partner na kingdom ya Mungu tu kipesa tu. Nasikia apostle, mnaenda mkutano wapi? Hizo pesa enda mkafanye meeting. Hiyo ni partnership. Kuna watu partner na Mungu kuhubiri, kuimba, maana ni kazi katika ufalme. Bwana apewe sifa. Matthew 9:38. The Bible says, therefore pray the Lord of harvest to send out laborers into his harvest. Kumbuka Yesu alikuwa amesema 37, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Mungu anaendelea bado kutafuta partners katika kingdom. Ni nani huyo? Ni kumpea pesa, anaweza kuaminika na hii pesa. Ni nani huyo? Nikimpea nafasi katika institutions hata misbehave. Ni nani huyo? Nikimtilia mafuta ya aina hii hata ni disappoint. Ni nani huyo? Nikimunenea hata ni betray. Ni nani huyo? Nikimsongesha mbele hata anza kufanyanga vichwa vya wale wengine. Pray for the Lord of harvest to send out laborers. Watu wote unaona wakitembea ni pesa tupu. Hakuna mtu mwenye yuko hai mwenye a consume money. Praise be to God. Number 4, kingdom partners are burden bearers. Ukikuja hapa church, ufai kuongeza mzigo, unastahili kupunguza mzigo. Kama unapata kuna mahali tulikuwa tumekosa mtu wa kuimba, occupy that space. Unaona tulikuwa tumekosa mtu wa kucheza, tuseme ni ngita, occupy that place. They are burden bearers. Wachungaji wengi wana mafuta mengi sana. Problem, wamepata wrong people. Hallelujah. They are burden bearers. Habakkuk chapter 2 verse 2 and 3. Habakkuk, kuna mtu huwa anapewa maono na Mungu ili apee watu wale wengine na wao wakimbie naye. Saa hii hakuna mtu anaweza kuja amesema nimekuja hapa nikapewa maono ya revival. Ni uongo, na hiyo ni roho inataka kukuua. Maono ya hapa tayari ni clear, imeandikwa revival and restoration deliverance church. Vision is progressive. Na ndio naona Mungu akiweka kitu kwa roho yangu, mimi ninaenda ninaichora na ileta kwa picha, ndio unjue hii ndio maono tunarani nayo. Habakkuk chapter 2
Verse 2 and 3. The Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets. Wakati ule hakukuwa na bana. Write a vision, revival and restoration deliverance church, kingly and priestly command center, vision altar, and make it plain on tablets, meaning let everyone see. Kwa nyumba yako kuna sema kuwa na vision. Vision speaks of where you are going. It's not about how you are now. Every divine vision attracts divine supply. Kuna watu muda mfupi tu Mungu ameona wewe ni mwaminifu kwa biashara, hata kama ni ya mtu mwingine, itafika siku aweke pesa capital kwa mikono yako, urani kampuni yako, because umejaribiwa na ukafaulu. They are burden bearers. Maandiko yanasema that he may run or reach it. Maombi yote hatujaseto na hapa ni kidogo. This is a preparation for take off ground. Sisi tunaelekea kule, kumaanisha kwamba kila siku lazima maono yawekwe mbele za Mungu. Na hivyo ndivyo najuanga kama wewe ni mshirika, yani wewe ni mwana katika nyumba ama wewe ni mshirika. Burden ya church, burden ya ministry inastahili kuwa your burden, for you are here to bear the burden. Kazi yangu ni kuleta maono. Kuna watu kazi yao ni kuota tu, na kazi ya wale wengine ni kutafsiri, na system inakamilika. Bwana asifiwe. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not die. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not die. Njia moja ya Mungu ku-offload your burden ni wakati ume-offload burden yake. Hata wakati wa COVID-19 kuna watu wanjawahi kula fungu lao la 10, kuna watu wanjawahi fail kutoa sadaka, hata wengine ni twice in a week. Kuna watu wanjawahi fail kutoa their pledges za kulipa bili ya nyumba ya Mungu. Hadi nikasema na hii season ni nzuri, mimi imenisaidia kuelewa mambo zaidi, na ndio nikasema hii season ina level mambo fulani. Praise be to God. They are burden bearers. Praise be to God. Kingdom and advancement calls for prayerful men and women. Luke 18:1. Ni ngumu sana Mungu aamini mtu mwenye sio muombaji, mtu mwenye sio mtoaji, na mtu mwenye sio mwaminifu. Ni vingumu sana. Luke 18:1. Yesu akazungumza akasema, watu wanafaa waombe bila kukoma wakati wote ili wazizimie. Matthew 6:9-11 anafundisha kingdom prayers, vitu ambazo unastahili kusiomba kiufalme. Kwa hivyo lazima uwe muombaji, lazima uwe muombaji. Hii nyumba ni nyumba ya maombi, and you know that is the foundation and the roofing of this ministry. Ni nyumba ya maombi. Na ninakwambia mtu mwenye sio prayerful, I can tell you for free, hawezi kusurvive in this ministry. Anybody who is not prayerful is dangerous. Even in your life is dangerous. Praise be to God. Kingdom and advancement requires power and fire carriers. Acts of Apostles chapter 1 verse 8. You shall receive power. Because this kingdom, you cannot enjoy it if you are powerless. Wanajeshi wanatumwa na mfalme wakashika Elijah. Anasema, oh man of God, come down. Anasema, okay, if I be a man of God, because he knew what he carries, let fire from the Lord come down and consume you with your 50. Andiko nasema hapo kwa hapo moto unashuka unawalamba. Wengine wanakuja, man of God, please come down. Okay, if I be a man of God. Yule mwingine akashindwa, hao wakienda wanachoma wote, alipokuja akalala, ishara ya kwamba I respect you, na akamwambia, kama nimepata kimbali machoni pako, ninaomba tu, because wale wengine walikuwa wanatumia language ambayo haitumiki kwa kingdom, naomba tu ukumbali ushuke na mimi.
Na Elijah akamwambia tutaenda sasa. Language ni kwambia mdomo peke yake unaweza kukumesi. Na akashuka akakumbali, because he knew he carries fire, and not only fire, he carries power. Na ukisikia mtu mwenye Mungu anamzungumzia akisema na yule anakuja atakuja amebeba power na spirit ya Elijah, hata Mungu asemi yake power na spirit ya mtu. Luke 1:17, he will also go before him in the spirit and the power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. The power and the spirit. Which spirit is this? It is the spirit of fire. It is the spirit of fire that he carried. And that's why he advanced in partnership with God, gods and genders and plants, Elijah. And that is the spirit of the church. Church imezaliwa katika spirit ya Elijah, unabii na mitume kupitia neema, kwamba huyo ndiye ana uwezo wa kubadilisha mioyo ya watu. Kwa hivyo anaambiwa John the Baptist akizaliwa hawezi kuja na roho ya mtu mwingine, lazima akuje na roho ya Elia na power ya Elia. Maana kitu kimoja ni kwamba roho ya Elia ni ya kuconfront authorities. Number 2 ni ya kucorrect errors. Number 3 ni ya kukill witches. Hakuna kitu kingine. Is the man who was anointed to destroy the seed of witchcraft, bring sanity and order in the church, and confront and oppose the governments when they are wrong. Praise be to God. Kingdom and advancement partnership. Nikakwambia kwanza, Mungu hutumia watu, lazima uwe mtu ambaye Mungu anaweza rely on. Number 2, Mungu huamini watu. Number 3, Mungu kazi yake inahitaji more partners. Number 4, Mungu anatumia watu ambao wanabeba mzigo. Mzigo ni maono, burden is a vision. Ndio naona vitabu zingine za kiunabii nasema, and this burden came on me, this vision, and I saw. Kingdom advancement inahitaji mtu muombaji, awe mama awe mwanaume. Na kingdom advancement requires power and fire carriers. Watu wengi ndoto zao, nguvu zao, baraka zao zimesimamishwa na wachawi wale wamewazunguka. If you can fight harder and you boost your level of warfare, you can be free sooner. Praise be to God. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. You can pray by the word. Kingdom and advancement partnership. You can pray by the word. Toa sadaka yako na Mungu akubariki. Fungu lako la 10 pledge kujitolee Mungu. Tufanye kwa haraka. Nataka tu tuende mbele za Bwana, unaambia Mungu, Lord, I want to partner. In fact, I want you to partner with me. Because sasa hiyo ndio upande ule unaamua. I want you to partner with me. Partner with me in my life. Partner with me in my business. Partner with me in my children's life. Partner with me in my career. Partner with me in my giftings and callings. Partner with me in my assignment, even in the church. Partner with me. Partner with me. In the name of Jesus. Tukuabudu Bwana. Wastahili Simba wa Yuda. Inua tu sauti yako na kumwambia Bwana, partner with me. Asante Simba wa Yuda, wewe ni mwaminifu. Inua tu sauti yako. Jehovah is Jehovah is your name. Mighty warrior, great
bato Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Nakupea dakika tu usungumuze na Mungu. Nakupea dakika usungumuze na Yesu. Siku na kama hizo za mwisho, kuna watu Mungu anatafuta kufanya kazi na wao. Kuna watu Mungu anataka mkono wake uwe juu yao. The Bible says, and the hand of the Lord came upon Elijah. God agreed to partner with Elijah. The hand of the Lord came upon Elijah, and he was in Jezreel before the king by the reason of the speed that came upon him after the coming on of the word of God. That Lord, in this life, in my area of duty, partner with me. There is no one God partnered with that is nobody in life. There is no one God partnered with who is nobody in life. He partnered with David. He made him a king. He partnered with Elisha. He made him a prophet. He partnered with Isaac. He made him not only a prophet but also a prosperous man. He partnered with Jacob. He made his name great. He partnered with Abraham. He made him great. It is possible, God, to partner with you. He says, I heard a voice speaking from heaven. Who shall I send? And who shall go for us? It is possible. It is possible. And before God He uses you, He makes you. He packages you. If God purposes to make you helper of many, He will load your life with wealth and riches. If God purposes to raise you for many people's lifting, He will create a position for you at the top. If God wants to make you a future help for other people, He will lead you ahead of them. Joseph said, I came ahead of you to Egypt, that today I may be in this position to help you lest you die. In the name of Jesus. That Lord, among us your kingdom and advancement partners, may I be among the list. That you can partner with me financially. You can partner with me career-wise. You can partner with me business-wise. God, you can partner with me by giving me help. You can partner with me even in my family. You can partner with me in my calling. In Jesus' mighty name. It is about your heart. It is about your attitude. It is about your spirit. It is about your mindset. In the name of Jesus. Lift up your hands as you pray. Father, in Jesus' name, it is very much possible to trust these people you have given under my care with greater assignments, with super assignments, with a big assignment. Lord, I do pray, for I know you have done with the others, you may do with us in this place. In the name of Jesus. There are men and there are women in this house whom you can trust
with the money. You can entrust with the factories. You can entrust with the higher offices. You can entrust with the big businesses. You can entrust with the investments. You can entrust with the graces and anointings. I am praying, oh God, that you get for yourself. For Lord, you know our hearts, as you spoke to the seer Samuel when he went to anoint a king in the household of Jesse. And I know, Lord, today you are raising up for yourself someone's for partnership in your kingdom, in the name of Jesus. Let the wealth of nations change hands in their favor, in the mighty name of Jesus. I speak divine settlement over their lives. Even this commission, you can partner with this ministry to advance your plans in this nation and beyond our boundaries. You can partner with this commission via all platforms and the mechanisms in the name of Jesus. We declare and decree that the cause of eternity that we came to die for shall be fulfilled in the name of Jesus. There are people here, Lord, who have walked and worked with me faithfully, consistently and persistently. Lord God Almighty, I say you can entrust them for greater works. You can entrust them for greater levels. You can entrust them for more provisions in the name of Jesus. Even those who are not physically here, but they are sacrificially here. They are anointing wise here. They are connected to this commission. Lord, I am praying, let there be found seeds of souls in this place that you can trust for the mission and the assignment. In the name of Jesus, I bless their life to rise and shine. I bless their life to prosper and prevail in the name of Jesus. And I declare the ceiling of the devil, the networks of the devil shall never prevail to overshadow your glory and the fire of this altar in the name of Jesus. On this altar we declare freedom in the land of Kenya. We declare breakthrough in the church of Jesus Christ in this land. We declare elevation of believers and the saints to higher places in leadership, in the wealth, in the business, in the career, in the name of Jesus. We change every demonic setup of our systems and we convert them from this day to advance and favor the righteous in the name of Jesus. We speak healing to the sick people. We speak salvation to the sinners. We speak redemption and deliverance to the bound. We speak life to those who are in darkness. We speak life to those who are dying. We speak progress to those who are in progressing in life. We speak lifting to those who are being pulled down. We speak glory to those who are suffering from shame in the name of Jesus. Father, we are praying that, Lord, you shall count on us when it comes to kingdom business and implementation of your agendas. In the name of Jesus, we declare the remaining days of the month we shall see you. You will keep us. You will keep our children. You will keep our businesses. You will keep our jobs. You will keep our health. You will keep our plans. You will keep our destinies, and your name shall be glorified in the name of Jesus Christ. Father, we thank you and we give you praise for it is done. In Jesus' name, amen. Pigia Yesu makofi. Amen.